Bana, leo ni ukurasa mwingine ndani ya exclusive interview ya Mike 360. Mimi naitwa THGO Thiago Teknenga. As you know, sasa hivi bwana, kwenye social media ukiscroll, miongoni mwa watu ambao wana trend sana sasa hivi utaacha kumzungumzia Mimi Malu Dolivani. Mimi Malu Dolivani, kwa sababu tunawajali Watanzania wenzetu, tukaona hata ni bora tuweze kumtafuta Mimi Malu, tuweze kuketi naye chini tuzungumze naye kwa haya ambayo yanaendelea mtandaoni, kwa sababu kila mtu anazungumza la kwake, lakini sahihi ni lipi? Mimi naitwa THJ Teknenga, nyuma ya kamera yuko Mike Sambaraka. Mimi Mambo poa, unaendeleaje? alhamdulillah, niko vizuri. Eid Mubarak au ishapita? Naye pia Hata mwaliko mamangu, so kweli bwana. umechelewa, ungeniambia ile jana ningekualika. Mambo yameenda fresh lakini. Alhamdulillah, mambo yameenda vizuri. Unaendeleaje na hali ya sasa hivi? Kila kitu ni cha kumshukuru Mungu, kusema kweli. Happy, niko sawa na vitu vinaendelea. Hapo hivi usoni hujapaka chochote? Hapana, sina makeup, sina chochote, nipo kama unavyoniona. Nzuri, mashallah. Ushakupaka makeup? Nitajaribu, lakini sijawahi kupaka kabisa. Hizi sifa unazoambiwa mzuri, wewe ni mzuri 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 sana, kana ushazizoea sasa hivi, maana kila mtu ambaye anakutana naye Mchezoea. na wago unajibu nini au soka vipi? Na wajibu asante, na wewe pia unajua vitu kama hivyo ya. Bana, nimefurahi sana kukutana. Hii ni mara ya pili tunakutana, unajua hilo. Nakumbuka. Last time tulifanya interview, japokuwa watu walikushambulia sana, ulikuwa una bubblegum. Bubblegum jamani. Yaani sio vizuri. Dada wanatafuna kama nini Mbuzi. Niliambiwa madongo hayo, walinisema sana. Sasa mimi nikajua hata pengine ungetupigia bwana, hebu shusheni hiyo post, comments nyingi. Da, ndio hivyo sasa, kitu watu washakiona, kwa hata ukikishusha kitakuwa kina maana tena, unajua kwa ndio hivyo. Ila sasa hivi inaonekana umeshakomaa sasa, zile comments za Watanzania watesi hauna shida nazo? Nishazoea kwa kweli, yani hazinisumbui, because siwezi kukaa eti nimjibu mtu comment. Kuna zile ambazo nitazijibu, lakini zile ambazo sijui zinanitukana, zinanisema vibaya, siwezi kujibu. Na kama kuna mtu anadhani akinitukana ndo nitaanza kujibu comment, sio kweli. Yani bora uniambie kitu kizuri au labda kitu cha ukweli, hapo mimi nitakujibu, nitaunda kwamba I'll go straight kwamba huyu mtu kaniambia kitu cha ukweli, nitajibu. Lakini sijui unanisema vibaya, nini unanitukana, siwezi kujibu, nitakuangalia tu. Wallahi sikujibu. Na hiyo ni mtandaoni, hata katika maisha ya kawaida wewe? Maisha ya kawaida na kujibu. Mtata kidogo. Mimi sipendi kuonewa, kwa maisha ya kawaida na kujibu vizuri tu. Nilikuwa nimechill na washikaji zangu siku fulani, tulikuwa tunapiga story, tunapitia profile yako na nini. Akasema, unajua Mimi Malu ni miongoni mwa wanawake wa Tanzania ambao wana muonekano mzuri sana. Yaani huyu kama akiingia kwenye uigizaji, kwenye modeling au kwenye kitu chochote kile, atatoboa faster sana. Yaani Watanzania watampokea. Ulishawahi kuanza kuingia kwenye upande huo? Nikipata kazi, watu wakinitafuta, nitafanya nao kazi. Nitafanya. Nitajaribu, unajua kila kitu cha kujaribu kwa as long as you can try, and because hamna mtu ambaye amezaliwa anajua kufanya kila kitu. Kwa ni ile tuseme kwamba una experience. Kwa unaweza experience kitu fulani, experience labda kufanya hivi. Na unaweza jua, unaweza labda ukajaribu kufanya kitu na kumbe ndio hicho ndio kitu chako wewe ambacho you are meant to do, you understand? Kwa ndio hivyo. Labda mnaona mimi sio muigizaji. Lakini nikiingia mnaweza kusema anajua wewe. Ni character gani ambayo unatamani labda ukipewa unahisi unaweza kuitandia haki kwenye uigizaji? Kwenye mambo ya heartbreak, mapenzi, yani ile mambo kama hayo. Mean, I can be very mean, yani naweza kuact kama mtu ambaye roho mbaya, selfish, because nayo hiyo, Una katabia kauchoyo ndani yake? Choyo ile sio kiubaya, sio kwa kila mtu, wala so on purpose. Unajua kila kitu kina unaisimenielewa hapo. Kwa ndio hivyo. Kwa namna inabidi ujiangalie wewe, yani kwamba unajua, because ukiwa una roho nzuri, hamna mtu, 99% ya watu
wote wana roho mbaya ili kufanikiwa, because ukiwa na roho nzuri hufanikiwi, because mifano ninayo. Nayo. Kwa lazima roho mbaya iwepo in order to succeed. Kwa mimi ninavyoona. Labda mtu mwingine anaweza kusema roho nzuri sio unafanya hivi. Hiyo ni wewe sasa. But for me, roho mbaya ipo hapo. Uzuri si mtoto akitanga Kitanga kwa namna fulani hivi ukimletea mieyusho na kuletea nyeusi kweli. Ndio hivyo. Hivi ni ngoma gani ambazo unasikiza sana katika kipindi hiki? Kipindi hiki? Ngoma ambazo nasikiliza. Nasikiliza nyimbo za wasanii. Yani, unajua kwa mfano mimi nikiwa kwenye penzi zito, mimi namsikilizaga Mario tu. Nikitokea labda nimeachwa nimefanya nini? Mwanangu Harmonize yuko hapa na magoma yake fulani hivi. Kwa kipindi hiki situation ambayo uko unasikiza ngoma gani? Hivyo ni ngoma kusema, lakini kwa sasa hivi namsikiliza sana Ozu. Sasa hivi mwanao Ozu. Favorite artists. Kwa ndio hivyo, because hii nyimbo yake alotoa ni kama nimeikubali, yani forever, yani naikubali kinoma, yani naipenda sana. Uwezi imagine naweza nikaiweka nikaisikiliza all the time. Naisikiliza tu, yani hapo kwenye repeat pale. Yani repeat muda wote naisikiliza, yani nairudia hivyo. Kwa namna ina relate na maisha yako. Siwezi kusema exact relate, lakini napenda nyimbo zake, yani napenda sana. Sikuwahi kufikiria kama unamkubali Ozu. Sikuwahi kufikiria yani. Kwa nini nisimkubali Shem wangu? Shem, kwa nini nisimkubali jamani? Namkubali sana. Shem kwa Tanzania Sweetheart Wema au Shem? Yes. My mom. Wema ni bi mkubwa. Ndio namuitaga hivyo, namuaddress as mom. Ndio hivyo. Kwa mnafanya kama mkiongea mnaendana hivi. Mnapendana sana. Mnapendana sana, like mother like daughter. Hivyo. Sasa hivi relationship status yako Mimi Malu ipoje? Kwa sababu tupo kwenye mkanganyiko, njia panda. Umeshathibitisha ndio kwa namna fulani kama wewe na Dulvania tuko sawa. Ni kweli? Nataka mimi nisikie kwenye microphone yangu ambayo nimeishika. Ni kweli hatupo sawa, yani hatupo wote kabisa. Tupo wote. Tumeachana ile cut. Why yani? Kila kitu kina wakati wake. Labda Mungu akupenda na maybe it wasn't the right thing, or maybe it was the right thing lakini we messed up. Kwa hiyo hivyo yani. Ni kitu ambacho kimetokea ghafla, unajua, mpaka napata kigugumizi yani, kwa sababu tulikuwa tunaona mnapendana deep in love kabisa, lakini why yani so sudden kila kitu kimesambaratika hivyo yani? The thing is, so kila kitu ambacho kinatokea behind the curtains mtaona nyie, you understand, because kuna yale mambo ya familia, labda marafiki, ndugu, nini, vitu hivyo vidogo hatuwezi kuviweka mitandaoni, you understand. Kwa mfano nikigombana naye leo, tukigombana au maybe tukikwazana, au maybe familia yangu au familia yake ukifanya hivi, hatuwezi kusema jamani nimegombana na familia hivi, au nimegombana na yani hatuwezi kuweka mambo ya mtandaoni. Kwa mpaka kitu kimetokea ghafla, it means kili happened behind the scene, or maybe something like that. Kwa kilishatokea. Kwa mpaka kutokea nyie mmekuja kushtukizwa because mlikuwa hamjui vitu ambavyo vilikuwa vinaendelea. Kwa ndio hivyo. Hivi mmedate kwa muda gani wewe na Dulvania? Tuseme tungekuwa sawa mwezi huu ingekuwa 1 year sasa. Mwaka. Lakini ni tuseme tuweke kwenye 9 months, 8 months hapo. Sasa hivi una amani kabisa ya moyo au unapitia wakati mgumu? Pengine labda na yeye ndo anaweza kaa ndo ile anamshika anapomshikaga. Ile swali no comment kwa kweli. Mimi. Kweli. Kwa sababu unajua the way ambavyo mlikuwa mnapendana mpaka watu wengine wakawa wanawapenda. So tunaamini utakuwa hauko sawa. Ni kweli iko hivyo. Sababu unajua kukaa na mtu mwaka mmoja
na inasemekana kwamba mlikuwa mnakaa nyumba moja pika pakua. Ndio maana nakwambia swali hilo hata ingekuwa wewe ungeweza. Ningekuwa naumia sasa hivi, mngenikuta nimejitundika kama drip. Nini sasa? Kitu gani lakini unakumbuka sasa hivi kutoka kwake? To the point that tumeachana. So kama kuna vitu eti tukiachana ndo nasahau kila kitu, or maybe the good moments nazisahau, the sad moments nazisahau. Hapana. Hamna mtu wa hivyo unless I erase my memory. Ndio unaweza kusema nimesahau kila kitu hamta. Lakini siwezi tu kusema kwamba nimeachana naye ndo nisahau kila kitu, everything. No, it doesn't work like that. Na chanzo ulituambia jana, nilikuwa nafuatilia TikTok live yako kusema kwamba ni wazazi, familia walikuwa hataki wewe na Dulivani. Ndio chanzo pekee ambacho kipo kimesababisha au kuna chanzo kingine? Na kama ni familia, kama unampenda mtu unaweza ukapigania. Mimi kupigania kupo in a certain point kama mtu yuko tayari. You understand? Because Dula hakuja nyumbani. Unajua kuna ile namna ya kushawishi wazazi ile kwamba yeye kaja nyumbani mwanzo tukajitambulisha akasema hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, tumpe nafasi akae na binti yetu, si unaelewa? Kwa vitu hivyo havikutokea mwanzoni. Na mwanzoni Dulivani hakuja nyumbani. Kwa hata ile barua ya kwanza kuletwa hakuleta yeye. You understand? Kwa kile kitendo cha kuleta mtu mwingine pia ilileta conflict kwetu kwamba barua inaletwa bwana at least na watu wangapi, or maybe hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, or maybe na yeye pia inabidi aje ajitambulishe tujue binti yetu iko na mtu fulani. So unajua hivyo kwenye familia lazima wajue mtoto wetu anakaa na nani, because mimi nipo naye wazazi wangu wajua hata ninapokaa. They just know the place, lakini they don't know the exact environment nipo. Hivyo they don't know anything. Ndio maana wao walikuwa wanataka tu nirudi nyumbani. Kwa ndo hivyo yani. Nataka unipe ile action ya siku ambayo unafanya maamuzi ya kuondoka, yani kumwambia Duli kwamba kwanza ni nani ambaye alisema this is over? Ni wewe au Duli? It's me. Ni wewe ambaye ndio ulitaka Duli tuachane. Na ilikuwa wapi, katika mazingira gani? Ilikuwa nyumbani. Kawaida tu nikamwambia naondoka. Basi. Japokuwa sasa sikumwambia kwamba direct naondoka sitorudi tena. Something like that. It didn't work like that. Because kama nilivyosema jana kwenye live yangu, hatukuachana pale direct. You understand? As I told you over text. Na nikasema nitazionyesha hizo text. Kwa nilipofika nyumbani, nilimwaga vizuri nenda kukaa kwa bibi kwa muda fulani. Sawa, hivyo. Basi nikarudi zangu nyumbani. Nikaa siku ya kwanza, siku ya pili nikamtumia. Nikamwambia mimi na wewe basi hatuwezi kuwa pamoja. Ndio hivyo. Wakati unaandika text ulikuwa katika hali gani? Hatuwezi kuwa pamoja. Neno zito hilo. Yani ndio hivyo. Ilibidi tu, things happened. Yani labda we were not meant to be. Kwa ndio hivyo. Kwa hiyo chanzo kikubwa tunabidi tuelewe ni wazazi. Wazazi pia. Wazazi. Hakuna disappointment binafsi kutoka kwake yeye ambazo alikukera wewe mpaka ukasema hivyo ni vitu vya kawaida. Hivi kuna mwanamume ambaye hajawahi kumkera mtu wake? Yupo? Wewe hujawahi kumkera mtu wako? Kuchiti zile za kufumania meseji, picha labda. Hizo naweka private jamani. Hamna. Ni mtu safi. Mtu safi. Mtu safi. Because mwanamume akikupenda, of course he's gonna change for you. Kama kweli anakupenda ataacha kila kitu. Lakini kama hakupendi kuna vitabia tu atakuwa navyo ambavyo wewe vitakukwaza. Na hivyo ambavyo vitakupa go ahead ya kusema kwamba it's time for you to go sasa. Go. Umejaribu. Huyu mtu abadiliki wewe. Just go. Baada ya kumwandikia hivyo text kwamba it's over, tumeachana nini, mara mwisho amekutafuta lini? Au kuna namna yoyote nyinyi wenyewe mnajaribu kujiweka sawa, kwa sababu mnaweza ukawa ndio ni quarrels kipindi cha kupita, mnajaribu wenyewe kujiweka sawa, ni kutafutana nini? Hatuongei kabisa. Kama jana aliingia kwenye live yangu na kunisema kwa nini nilitaja jina lake.
alinisema kabisa. Alisema kwenye comments pale au DM? Comment, kanifuata comment tena pale pale. Zinapita pale. Pita. Akasema sijui oya toa usiweke jina langu mdomoni, usinitaje, something like that. Cap like that. Ndio imefikia huko. Ndio imefikia huko yani. Alafu mimi sina hasira naye kabisa. I'm very cool, lakini I don't know what's going on. Mtu anaweza kujiuliza kwa nini hauna hasira naye. Simaanishi kwamba umchukie wewe na hasira naye, hapana, lakini like mtu ambaye ulikuwa unampenda, alafu mpo pamoja, alafu unasema mimi niko cool tu, sina hasira naye. Yaani kama vile umemove on fast hivi, watu wanaweza kaijaji hivyo. Hamna, sio cha kumove. Yani kitu ambacho kinanifanya ni move on faster ni because sasa this is the right age to focus on my life. Sijui unanielewa. Yani I'm trying to put relationships aside. 21 sasa hivi. 21 na mbona naanzeesha? Kumbe. Mimi mbona kila tukikuuliza wewe 2020. Wewe tukikuuliza 2020. Amna, I'm 20. Kwanza I'm turning 21. Next month. Mwezi wa 6 tarehe 19. Mimi natimiza miaka 21. Tumezaliwa mwezi mmoja huko. Kweli? Mimi tarehe 13 ile. Kweli? Basi tutafanya siku moja birthday yetu. Kwa hiyo ni kwamba unaona ndo right time ya kufocus na yani na ushauri pia naambia this is the right time to focus on yourself. Fanya mambo yako, get your goals. Kama it's meant to be, baadaye pia hata kama akiwa na mtu mwingine, mimi nikiwa na mtu mwingine, baadaye of course so kama anaama the planet always tukutana tena labda maybe in the future, kama kweli it's meant to be. Kama it's not meant to be, everybody's going to move on in the other way, lakini me I'm done. Yeah. Sasa unajua kuna story nyingi zinazungumzwa mtandaoni, na uzuri kwa sababu leo upo hapa tuta clear the air. Miongoni mwa story ambazo zinazungumzwa ni kwamba Dulivani, chanzo kingine sasa cha nyie kutoka pamoja, anashindwa kukuhendo, kukumiliki, kukutunza mtoto wa kike. Ni kitu ambacho anashindwa. Kuna mtu mmoja alizungumza on air kabisa kwamba ilikuwa nafikia time huo ukiumwa, Dulivani anashindwa kukutibia. Kwa hiyo anakupeleka wapi? Anakupeleka nyumbani kwenu uende ukatibiwe, ukipona na urudi nyumbani. Is it true iko hivyo? Jamani. Swali gumu. Swali gumu. Msema kweli mpenzi wa Mungu. Msema kweli mpenzi wa Mungu. So, yani no comment. Ushaanza lakini kutambia vizuri Malu. So leo siku nyingine. Lakini hamna chochote kile ambacho kiko hivyo yani. Alikuwa anakutekea vizuri kama mwanaume anavyotakiwa kumhendo mwanamke wake. No comment. Gari ile nimekuja sijaiona parking. Jamani goli. Ulikabidhiwa gari pale sehemu fulani hivi, na mimi pia nilikuwa ni shuhuda, nilikuwa nimeshika mic yangu hii hadi uko unasema I don't know how to drive na nini. Okay, I want to clear this up because napata matusi mengi kwenye comment Insta page. Kama ukipata muda nenda through my post, utaona rudisha gari la watu. Sijui umekuwa naye arudisha gari. Mara unamtukana Ziki tu, mara sijui hivi, sijui familia za kimaskini sijui zimefanya hivi. Bro, niseme tu I didn't get any car. Yani mara ya kwanza naona ile gari ndo pale yani tulipotoka nalo pale nilipokuja kuliacha, that's the spin. Kwa hizo tetesi rudisha gari la watu, fanya hivi. What car? I just don't know. Yani ni kitu ambacho pia kinaniumiza to be honest. Because kila mtu rudisha gari la watu. Mpaka kwenye nikiposti tu story, rudisha gari la kaka yetu. Kuwajibu siwezi. Ila ndo tumewaambia hapa wajue. Tunaambia wajue jamani, sikupewa gari. I have no car. I didn't get any car. Kondo hivyo. Yani naomba tu acheni kunikomentia vibaya kusema kwamba wewe dada rudisha gari la watu, sijui nini. Fanya hivi basi turudishe gari letu. Hapana. Mimi sitaki shutuma hizo. Mamangu ila kuact unajua basi. Kwa nini? Kwa nini unasema hivyo? Ile siku ulituaminisha kabisa. Don't know how to drive my. Supporting the guy I love is not bad. Hapo sasa si ndo unajua support ile.
Penzi upofu. Mapenzi upofu. So I was supporting because I don't want anything to go wrong. Ni kitu gani kingine ambacho ulishai kumsupport Dolivani in public, mkaaminisha watu kwamba hii ni nyeupe wakati hii ni nyeusi? I don't remember. Kila kitu, it's true. Unless labda utaje point kwamba kitu fulani ni kweli au kitu fulani ni uongo. Lakini ukiniambia hivyo mimi ni msaulifu sana. Kwa sikumbuki, yani mpaka uniambie yani tukio hili na hili kwa kweli hapo ndo nitakujibu. Lakini ukiniambia in general sijui. Ila tukio ambalo amefanya in public nadhani ni hilo tu moja la kusema kama amekupa gari. Yeah. Ndio hilo. Familia ilichukuliaje yani hizo drama zote, kwa sababu naamini ilienea sana mtandaoni Dolivani amzawadia gari mpenzi wake. Naamini ulivyorudi nyumbani mama bibi alipiga simu, "Oya, una ndinga mpya?" ulivyoambia hapa. Hawakunipigia wala kuniuliza chochote mpaka nilivyoenda nyumbani. Kweli? Hata text, nasikia umepewa gari. Nadhani kwa nini? Because I think unajua watu wazima wanaona mbele. They know like there's something going on here. Lakini mimi mwenyewe pia nilishangaa, kwa nini hata ndugu yangu ani text kuniambia hata hongera, I got a car, you know. Zile mbwembwe. Hamna hata mmoja alioni text. To the point of ninajisikia vibaya hata kama sio kweli, you know, wazazi inabidi wawe na heka. Lakini japokuwa nilivyoenda nyumbani, funguo za gari iko wapi? Cheti cha gari sijui. Wakawa wanauliza mambo mengi makubwa, wanasema kumbe kuna hichi. Kiko wapi? Tunataka kuona hapa. Rudi ulipotoka kalete tuone, tushuhudie. Sijauliza kuhusu kadi ya gari, sikuuliza sijui hivi, sikuuliza chochote. Yani sijawahi ku mention about a car toka ile siku. Yani sijawahi kusema kwamba gari langu, mambo yalikuwa nasema nyumbani sijawahi kuongea. Ile gari lako liko wapi? Tunataka kujua gari liko wapi. Sijawahi kwenda kumwambia mwenzangu nimeambiwa gari liko wapi hivi, sijawahi kumtamkia maneno hayo. Yeah. Kwa nikaona nyamaza tu, gari liko wapi? Lipo. 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 Kando hivyo. Hautamani familia inani imkubali, yani labda ile uko una swali, Mwenyezi Mungu naomba wazazi wabadilishe mawazo, mkubali Dolivani turudi. It's too late. Mimi Kweli it's too late. Yani labda tungefanya kipindi hicho. Sasa hivi vitu sasa vishaenda hivi, unajua hata mzazi yenyewe inakuwa vigumu not with my parents. Wapo strict kidogo na nini? Wapo strict, yani wapo strict sana. Una maisha yako yamebadilika kiasi gani sasa hivi? Kwa sababu naamini kama ulikuwa unaweza kukaa na mtu mwaka mzima, kuna mtindo wa maisha ambao ulikuwa nao, labda ushazoea ukiamka asubuhi, Dolivani huyu hapa, mnaenda location, labda mna shoot content zenu, mnafanya hivi. Sasa hivi uko bored sana, una feel lonely au hauhisi upweke? Kweli mimi Si upweke. Ni kama nilivyokuambia awali, I'm focused on myself. Sasa hivi mimi sio rahisi hivyo. I know, lakini kitu ambacho kitani keep busy is work. Kwa najipa kazi vile I get work, I do this. Afu uzuri ukiwa na familia yetu sisi tunakaa wengi kama Wahindi. Kwa sasa ni vigumu kuanza kukaa eti kuwaza, hii itatokeaje hiyo. Yaani amna, ndugu zetu hawezi kukupa nafasi ya kuwaza unless labda uondoke uende labda ukakaa peke yako. Ndio utapata hata ile nafasi ya kuwaza, because activities zipo kibao. Huyu ataongea hicho, ataongea hichi, mara huyu atafanya activity, huyu atafanya hivi. Saiko yake mnazungumza, yani washikaji zake Duli, sababu hapo najua miongoni mwa mtu ambaye yupo karibu pia na Duli ni Ozu. Hapo pia wakaniambia favorite artist wangu mimi ni Ozu. Wewe na Ozu mko vipi? Shemeji nao wamekula nyekundu au? Sijawablock shemeji. Shemeji hujawablock? Sijawablock. Unajua in life, just cause nipo na mtu nikaachana naye, wale watu ambao nishaikutana nao ku make memories nao, siwezi kuacha. Hata kama ndio nimewajua kupitia huyo mtu. Siwezi eti nimeachana na mtu fulani eti ndo ni wa block kila mtu, huyu nimemjua kwa ajili ni block. It doesn't work like that. Unajua kuna kesho
yani kabisa, afsi ni binadamu. Kwa hiyo hapana. Nakumbuka last time wakati nazungumza na Duli, nilimwambia ikitokea quarrels kati yenu, ni nani ambaye huwa anakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kila kitu kinakaa fresh. Akaniambia Ricardo Momo ndio mtu ambaye huaga sometimes anapaga ushauri na nini. Ilivyotokea hivi, Ricardo Momo labda kwa sababu ndio mtu ambaye kipindi mpo kwenye mahusiano alikuwa na washauri. This time around vipi, amekucheki na wewe? Ricardo Momo hajanicheki kwa kweli. Nani ambaye amekucheki labda kwa ajili ya brother yoyote au sister yoyote ambaye amekucheki kwa ajili ya kuweka vitu sawa? Kama Ozo alinitafuta kwa ajili ya kuweka vitu sawa between us. Yani siwezi kuwataja wote. Wema pia alinitafuta. Yani watu yani hao ndo naweza kusema hao ndo wanawakilisha wengine. Au wawakilishe wengine. Babangu na mamangu wawakilishe wengine. Kwa ndo hivyo. Pole. Asante. Usipaswi kukupa pole katika hali. Hamna, unapaswa kunipa pole. Hamna mtu ambaye hapaswi kumpa mwenzake pole hapa. Pole kwa kuongea na wewe. Lakini watu wanakuwa attack sana mimi. Hivi kwa nini? I don't know kwa nini mnani attack. Alafu I'm a very nice person, to be honest. Lakini watu wanakuwa attack sana. Hebu toka hapa. Tegea kuachana na Dulvani yani. Yani ndo hivyo, nashangaa mara comment za ajabu. Lakini to be honest, katika watu 100, 30 watakupenda, 40 watakupenda the first time wamekuona, alafu the rest watakupenda kwa kitu ambacho utaenda kufanya au wataenda kuchukia kwa kitu utachofanya. Kwa I don't mind kabisa. It's a journey of life as well. Kwa haters are lovers. Dadangu umechachuka kama vile hujaachika. Yeah. Umechachuka kama vile ndugu yangu hujapigwa tukio. Amna kwa kweli. Sio kama nimechachuka. Alafu kila mtu ananiambia eti nimechachuka. Mimi sijachachuka. Sijachachuka. Pia hata jana ndio ilikuwa first time unaingia TikTok live. Kwanza, yani kama nilivyokuambia nilikuwa sijui kufanya chochote. Yani nimeingia watu ndio wananiambia fanya hivi, tap screen, tap like. Sielewi hata kuzima live nilikuwa siwezi. Kwa hiyo kama inaendelea tu. Nikawa nawauliza mnazima wapi? Switch hapo juu, sijui nini. Kondo akawa ananipa maelekezo. Sema tap basi hapo, sijui nini. Sema sasa ndio umechachuka hivi au kwa sababu tupo kwenye kamera, usije kama baadaye ukifunga mlango nakaa Duli. Au hujai kulia tangia hii situation wewe na Duli kuachana? Nililia kipindi hicho. Baada ya kumwandikia message au? Yani kipindi hicho ndo tulikuwa tunalia. Yani mpaka mtu na decide kutoka hapo moyo ushakuwa chuma. Sijui unaelewa. Kumbe mamangu ulikuwa unayavumilia, moyo umekuwa mgumu. Umekuwa mgumu vile naona. Turudisha nyuma kidogo. Ulilia kwa sababu gani? Nililia kwa sababu gani Duli alikuuliza? Ni tukio alafu jana kwenye live watu wakawa wanasema sijui hilo tukio mara ulivyocheka sijui kwenye tukio gani ulilopigwa. Jamani nyie. Sijapigwa tukio mimi. Umeona sasa. Siku nikiwa tayari na hilo tukio nitaongea, lakini hapana sasa hivi. Ndio muda huu ambao nataka tusikie mimi. Moyo wangu uko tayari sasa hivi. Nitaongea. Lakini sio sasa hivi. Unajua sasa hivi ndio kwanza mwanzoni, siwezi tu kulopoka tu kusema edit. Hapana, mambo yafanye kazi hiyo. Kwa hiyo next time inshallah tukonana. Nitakwambia. Nimekumbuka lingine hapa sasa hivi. Tuko tunaambiwa dada yetu unaenda nyumbani kuchukua unga, mchele, unapeleka nyumbani kwa mchikaji pale, mnakaa mnapika kwa sababu labda mchizi kwa wakati huo mfuko wake haukuwa sawa. Ni kweli unaenda kuchukua unga na mchele nyumbani kwa ajili ya kumpelekea Dulvani? Na haki ya kwenda kwetu kuchukua chakula muda wote as long as nipo upande huu. Kwa mimi sikuona kitu cha ubaya kwenda kuchukua nyumbani chakula, lakini labda watu walivyoichukulia au labda familia walivyoichukulia, watu wa karibu walivyoichukulia waliona sio sahihi. Lakini kwa upande wangu mimi au upande wake sijui. Na afu hiyo siku nakumbuka kabisa
sio kwamba nilichukua sijui kisirisiri. Unajua wengi wanajua labda nimechukua kisirisiri nimeiba. Hapana jamani, niliomba kwetu because huo unga nilikuwa naupenda mimi. Unga nini? Ulikuwa unga wa sembe na na muhogo. Sasa kwetu wanakuwa wanauchanganya unakuwa mtamu. Yaani wewe ukila na mboga yote ugali una flow tu, yani kama ushibi. Sijui unaelewa. Uje nikupe na wewe. Ugali wa muhogo. Unajua kupika kwa? Unajua kupika? Kwanza na mpango wa kufungua sehemu ya mapishi. Cha kwanza. We start there. Na mipango tuliokuwa nayo. Me, I'm very good in cooking. Mashallah. Kole na kuchukua unga wa muhogo. Unga muhogo na sembe. Nenda kuchukua nyumbani. Tena niliomba hiyo siku ndo walikuwa wanachanganya. Nilimwambia bibi yangu, naomba unga kidogo. Akaniambia sawa, huu mwingine mbakishieni. Aende nao maana anaupenda. Alafu if I never said mimi I'm Bibi's favorite. Kwa ndo maana chochote ninachomwambia ataniambia sawa, sawa. Ndio hivyo. Wao walivyoelewa ni kama vile ndo kila siku. Ndo kila siku, hapana. Ilikuwa yaani kwamba kule nyumbani kwenu mnapokaa wewe na Duli hamna hata mchele hata kidogo au unga. Lakini sasa hivi pia unajua kama wewe ambavyo watu wanakuattack, kuna watu wengine pia wanamwattack Duli kwa namna moja ama nyingine. Wewe una feel vipi unapokuwa unamwattack vibaya yeye, mtu ambaye alikuwa mpenzi wako, mume wako wa halali? Unajisikiaje? Mimi kusema kweli sioni haja ya kumwattack mtu yoyote because hujui what's the reason mpaka kila kitu kinatokea. You know, uzuri you should ask. Unajua sisi ni binadamu Kwa kabla ya kumwattack mtu. Lakini sasa ubaya zaidi mashabiki hawezi kukuuliza, wanaenda straight to the point. Lakini hicho ndio kitu ambacho hawakielewi. They have to ask. Mtu of course atajitokeza tu atasema bwana hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini ile kuattack mimi sioni kama vile ni vizuri. Kwa hapa sisi tuondoke na point ya kwamba penzi la Dulvani na Mimalo kuvunjika, wewe ndo umetoa go ahead. Bwana ile penzi likatike. Yeah. Wewe ndo umetaka penzi livunjike. Ndio. Majibu kionyonge. Ndio. Sasa na kwa nini tukafuta na picha zote ambazo tuko na Dulvani? Hata tukiziacha kwani kuna ubaya gani? Hapo sasa ndo I want to start afresh. Yeah, I want to start afresh like. Alafu mimi spendi account yangu iwe na vitu. Sasa mbona mwanzo ilikuwa ina vitu alafu ulikuwa usemi hivyo? Amna. Ndio hivyo, yani spendi. Sasa hivi nataka nike biashara tu pale. Business. Tanzania wakusupport. Wanasupport hivyo. Na kama wana biashara zao DM tu. Zile challenge zenu mlikuwa mnatisha kinoma. Nakumbuka hata pia Diamond Platnumz ilikuwa imetaka ngoma ya Natulizana. Akasema bwana video itabidi niwapenyie kwa sababu mnavaa uhusika. Kitu ambacho kinaonyesha Dulvani alikuwa anapenda sana mkirecord zile videos. By the time ambayo umezifuta alikucheck like yo, mbona umefuta video sasa Duli? Alikucheck Of course mtu ile ghafla lazima umcheki mtu kwa nini umecheki? Nikamjibu nimefuta kwa ajili ya kitu fulani na fulani. Kitu fulani vipi? Nimefuta because sitaki tena yani staki yani pop staki. Hapo ilikuwa tayari ushatamkia tuachane. Tuachane. Hapo ilikuwa like a week back. Kwa nini sasa mna muda gani tangia muachane? Mwanzo kuta mnaachana muda mrefu afu mambo yamebumbuluka juzi tu hapa mtandao. Unaweza kusema tuna kama 2 weeks, sijui 3, 4, sijui I don't know. Mwezi huo kwa hiyo. Inaweza kama mwezi na siku zake. Lakini watu mlichelewa kujua ukweli. Nadhani kwa sababu gani tulichelewa kujua ukweli? Because sijui lakini ndio hivyo. Nilichelewa kujua ukweli. Kwa watu ambao wanakufahamu, ni swali kidogo personal lakini kwa heshima tunaomba utujibu. Kwa watu ambao walikuwa wanakufahamu, baadhi walikuwa wanasema Mimalo ni mtu ambaye sio mtu wa mitandao ya kijamii kabisa. Yaani umekuja kuonekana kwenye mitandao ya kijamii mara baada ya kuwepo na Dulvani. So swali langu ni kwamba Dulvani ndo mtu ambaye
amekushika mkono kukuleta kwenye mitandao ya kijamii like ile kuchangamka, kufanya challenges na nini, na wewe ulikuwa unataka ije kuwa hivyo, au ulishai kufikiria labda siku moja nitakuja kwa kwenye mitandao ya kijamii? Nimerudia swali naona kama Mwanzoni kabisa tulikuwa kwa watu ambao walikuwa nakufahamu wewe, wameniambia kwamba mimi Malu hakuwa mtu wa mitandao ya kijamii, yani ile kujipost post. yani kujipost ulikuwa utaki kabisa, lakini ulivyokuepo tu na mchizi Dulivani tukaanza kukuona yani mtandaoni. So swali langu ni kwamba Duli ndio mtu ambaye amekufanya wewe uingie mtandaoni, na ulikuwa unapenda kuingia mtandaoni au umeingia kwa sababu yeye alikuwa anataka? Unajua siku zote kwenye mafanikio lazima ushike mkono. Kwa sasa labda Mungu alinipangia yeye ndo anishike mkono, anivute for a certain stage to another stage. Kwa ndo hivyo yeye ndo kanivuta mpaka sasa hivi wengi mwanijua. Kwa ndo hivyo. Ila wewe ulikuwa unafurahia, lakini sio kwamba eti sasa hivi ndo nianze kusema sio nini. No. I'm gonna be honest kwamba yeah, he did this and this and this and this. Yeah, hivyo. Ulikuwa unapenda yale mnavyojirekodi couples nini, mnapendana, ulikuwa unapenda vile vitu? Mwanzoni a bit hapana, lakini nikaona kawaida sasa mbeleni kila siku because mimi nilikuwa mvivu sana. Siwezi kurekodi. Basi yeye ndo akawa ananipush, fanya hivi. So ndo tukawa tunafanya sasa, tunafanya. Lakini mostly nikijaga na idea mimi, huaga mostly ni usiku ambao hatuwezi kufanya video. Inakuwa usiku sana. Usiku sana anaona jamani hapa huyu ananichezea. Kwa sasa yeye akija na idea yake ndo nitajivuta, haya sawa tutafanya hivi. Hivyo wazazi wako walishakupa sababu kwa nini hawampendi Dulivani? No comment kwa kweli. Ila washakukwambia sababu kwa nini hawampendi Dulivani? Kuniambia sababu. Walikuweka chini wakakwambia? Waliniweka chini wakaniambia. Sababu zilikuwa kama ngapi hivi? Yani ilikuwa moja kubwa. Zilikuwa 2 actually. 2 ndo ambazo wao ndo wanazijua na ndo maana inakuwa vigumu. Na wewe mwenyewe ulivyozisikiliza zile sababu ukaona kabisa wapo sahihi au? Kuna muda kama wazazi, tunajua wazazi saa nyingine wanakuwa hawako right au saa nyingine unakuwa unaona wako right, lakini wewe kwa certain stage wewe huwezi kujua kama kweli wapo right. Wewe unaona wewe tu the way how you feel na your feelings zinavyokuendesha, basi kwa nikawa sioni. So I was blindfolded, yani I'm like I don't want to hear anything. Tunajua mapenzi. No. Kwa hiyo nikawa napuuzia, yani I don't take it seriously. Naona hamna kitu kama hicho bana. No. Namba yake umefuta? Nani? Duli. Sina contact yake yoyote. Sina namba yake. Actually nina namba yake lakini we don't talk. Tumeblokiana actually. Namba zipo lakini mmeblokiana. Tumeblokiana na I'm gonna delete. I think nime-delete by the way. Sina namba yake kabisa. Nani kaanza kumblock mwenzake? Wewe. Au nani? Sijui kama yeye kaniblock but I did. Umeblock. Nini sasa umeblock? Hamna. Tumesema ni maisha. Ni asset because yani sijui hata niwekeje, but maybe later on tutaongea vitu vikitulia labda hivyo, kama kwamba na msamaha as friends, ile kwamba na msamaha bwana Aisha was this and this hivyo. Lakini for now because ndo kwanza tumeachana, it's not easy for a person kusema kwamba hata yeye akipata mtu mwingine au mimi nikipata mtu mwingine akubali mimi niongee nayo, yeye mtu wake akubali aongee na mimi. Hiyo hapana. Kwa hiyo inakuwa kama hivyo yani. Kwa umeblock wapi? WhatsApp, Nomo au Instagram? Yani yani sichatena kabisa. Kweli. Sifanya kati lakini inatokea na miss. Ni maswali yako. Wewe mwenyewe ex wangu na miss. Ulonaye sasa hivi anapiga changa la macho. Kwa sababu hayupo ambaye amechukua nafasi yake, ndio maana miss wa nyuma. Na yeye pia hamna ambaye sasa hivi yani au date na mtu. Upo single. Una miss Dulivani?
as long as una focus na mwenyewe kweli ukifocus na maisha yako huwezi kuwaza mambo ya mapenzi. Ukiwaza kutafuta hela, wewe uwazi mambo ya mapenzi, wewe unawaza hela. What am I gonna do to succeed and do this and do this and do this. Baya zaidi ni mtu wa mtandaoni. Ukiscroll TikTok hivi kukutana mama chogo. Hivi ngoja. Na scroll haraka. Papa, yani kama sijaona papa. Kumuona. Nadhani hata si ndo no na scroll haraka sitakuona. Yeah, kwa Instagram hujamfollow. Hmm? Hujamfollow Instagram sijamfollow. TikTok. Sijamfollow TikTok. Mpo kwa mahusiano uko hujamfollow TikTok. Nilikuwa nimemfollow. Nice nimemfollow, sijamfollow. Nice nyingi. Kuna nice kwa mtu unayempenda jamani, unaona kana vitu vile ambavyo mnafanya. Tuna uhakika? Hamna uhakika na, yani hauna uhakika na vitu ambavyo unafanya kwa mpenzi wako mpaka unasema nice nimemfollow nice. Yani sikumbuki, lakini nice yupo au hayupo, I don't know. Sifuatilii, that's the point. Yani ule muda kusema kama nifuatilie kama nimemfollow. Mfano mzuri, unajua kwenye mwili unaweza usione umuhimu wa macho mpaka siku moja jicho moja likiwa alioni, ndio utajua kumbe jicho moja lilikuwa lina faida. Dulivani sasa hivi hayupo kwenye maisha yako. Unaona kuna kitu kimepungua kwenye maisha yako, kuna mchango ambao ulikuwa nao, ule mchango haupo tena, au hajakupunguzia chochote kwenye maisha yako. Kama nilivyosema, si ni binadamu, na binadamu siku zote uwezi ukasema kwamba eti nimeachana naye ndo niseme kwamba kuna hivi na hivi na hivi hana, au maybe hivi na hivi anavyo. Because hata wewe mwenyewe kwenye certain life yako huwezi kusema kwamba ex wangu alikuwa hana mchango na mimi. Wewe unaweza kusema hivyo Tuliachana kwa ubaya, kama mmeachana kwa ubaya, lakini kwa kuwa vitu vinavyoendana kwa jana, mimi kweli siongei naye because ile kunijia juu kwenye live yangu usitaje jina, hicho kitu kimenikera kusema ukweli. Kwa ndio hivyo, siongei naye. Hajapunguza kitu kwenye maisha yako, ndio lilikuwa swali langu. Hajapunguza? Hamna kitu ambacho amekupunguzia kwenye maisha yako yeye kuondoka? Hajanipunguzia, japo kaniongezea. You may say something like that. Because isingekuwa yeye usingenijua, usingekuwa hapo unanihoji. Kuna watu walikuwa wanakujua. Kuna watu ndio wewe. Kuna watu walikuwa wanakujua. Kuna watu wananijua, lakini sasa psycho yake kulikuwa hamna mtu ananijua. Wachache psycho yake ndio alikuwa ananijua. Upande mwingine watu walikuwa wananijua ndio, lakini psycho yake kuna baadhi walikuwa wananijua, mashabiki zake baadhi walikuwa wananijua, lakini baadhi walikuwa wananijua. Umeelewa? Afu mbea wewe. Unasikia? Kuna mtu wa ndani kabisa, kwa sababu umeniita mimi mbea, ngoja nimalize kabisa basi. By the time ambayo kuna Dulivani, nilikuwa naambiwa kwamba kuna baadhi ya celebrity pia walikuwa wanatupa ndoano kwako, yani walikuwa wanakutaka, walikuwa wanakusumbua na nini. Baada ya kuachana na Dulivani ile kabisa, mitandaoni imeenda kabisa, tumeachana. Wale watu ambao walikuwa wanakusalandia kipindi upo na Duli, sasa hivi wamerudi tena kuchukua jimu. Sasa mamangu, hata hilo tuambie tu, hata ndio au hapana, usitaje jina. Kuna baadhi ya mastaa na kutongoza sasa hivi baada ya kuachana na Duli. Ndio. Wamepangana mistari. Wembea sana. I'm not looking forward in a relationship sasa hivi. Yani hicho hata wakiona muone tu jamani mnajisumbua. I'm not looking forward to a relationship sasa hivi. Kwa hiyo ulopitia sasa hivi unatamani kudate na star au mtu wa kawaida tu, kwa sababu ladha ya kudate na star ushaionja tayari? Yeah. Unatamani kudate na star au mtu ambaye sio star? I want to date with a guy, a nonchalant guy, rich guy. Pesa. With a guy with money, with, Sasampa. Yeah. Kwa magari ya ukweli. Ukweli sasa, houses, stuff like that, Swali langu mawili tu ya mwisho. Tunamalizia. Tulikuwa tunaambiwa mtoto wa Tanga, unajua Tanga bwana, sifa nyingine mkiachana na mapenzi nagubu sana. Tulikuwa tunasikia pia unahusika kwa namna moja ama nyingine, yani ulikuwa unaweka gubu sana kumuendesha kaka, kununa ovyo. Hiyo kununa mmoja ni shahidi. Ile siku ambayo
Uliwaona Mbezi kule juu, ulikuwa tayari umenuna, yani umemnunia kaka. Ni kweli ulikuwa unamuendesha katika namna hiyo, yani uishiwi gubu. Baada ya siku 2 3 umenuna. Tena bila sababu unasikia. Jamani. Mnajua mtu kimpenda akifanya hata kitu yani akifanya kitu tu kidogo wewe unakiona ni kitu kikubwa sana. Kama mtu kweli unampenda. Kwa unaona hichi kitu hapana. Kwa mtu unanuna. So kama unanuna kwa makusudi, kwa vitendo mtu anavyofanya. You understand? Kwa mfano, naweza nikwambia labda mfano, naomba simu yangu. Ukakaa kama lisaa wewe uko kwenye simu yako nimekuomba kitu wewe unipi. Wewe unategemea nini? Of course nitakasirika kwa nimekuomba kitu fulani au maybe nataka kitu fulani. Alafu wewe unaniambia naenda babe, unafanya hivi babe, nafanya hivi. Yani ni vitu kama hivyo tuseme, certain things. Hivyo. Bubu ninalo kweli. Bubu alilipata. Bubu alilipata. First priority. Sala mwisho ili hataki no comment. Unadhani kati yako wewe na Dulivani nani ambaye alikuwa anampenda zaidi mwenzake? Nani alikuwa anampenda zaidi mwenzake? Mimi nilikuwa nampenda sana zaidi yeye. Niulize kwa nini? Nitakupa hii offer, niulize kwa nini? Niulize kwa nini? Kwa nini? Because kila tukigombana ananiambia hamna tatizo wewe. Hata kama unanipenda sana, hiyo hata kama unanipenda sana lazima iweke in an argument. Hata kama unanipenda sana, mimi mwenyewe nakupenda zaidi unanipenda, lakini pia mimi naona kama inaniandama. Kumbe huyu mtu anajua nampenda sana ndio maana anafanya ile. Kwa hiyo pia inakuwa inamuumiza mtu. Kwa hiyo I may say that mimi ndo niko nampenda sana. Kama unanipenda sana. Nini. Bana, thanks for your time. No worries, anytime kwa kweli. Nimesikitika, mimi nilikuwa nawapenda nyie. Kwa so risky. Nakuombea kwa Mwenyezi Mungu upate pia mtu sahihi. Alhamdulillah kwa kweli. Inawezekana pia hata mkirudiana kheri. Amina. No comment. Nataka kuitikia dua. No comment. Kitu gani cha kuambia mashabiki zako? No. Ambao walikuwa wanakusema, maana najua wanakusema lakini mashabiki zako. Unaonaga zile wanavyokuambia dada mwenyewe sio mzuri, sema tu mweupe. Ndio hivyo, weupe unanibeba, sijui mara wewe ungekuwa mweusi wewe. Yaani comment nyingi kusema kweli. Comment tena ni nyingi. Hui. Mimi cha kusema kwa mashabiki zangu ni kwamba nyie mnitukane, msinitukane, mimi nitawapenda, nahitaji support yenu kwa kila jambo nitalofanya. Basi ndio hivyo tu. Bye mimi. Bye.